Uamsho na siku za mwisho. Uamsho na siku za mwisho. Uamsho na siku za mwisho. Uamsho una umuhimu wake na una umuhimu kwa kiwango kikubwa sana, hasa kwa nyakati zetu. Tuko kwenye zile nyakati za ukingoni kabisa. Za ukingoni kabisa. Ni zile nyakati ambazo Paulo aliziona na akasema ni nyakati za hatari. Nyakati za watu wengi kumpoteza Bwana kama wasiposhikiliwa kwa neema ya Bwana. Kwa sababu kuna mengi yatakuwepo na yataendelea kuwepo. Kwa sababu ni kipindi cha kuchujwa. Biblia inasema atakuja na pepeto lake mkononi. Kupepeta ili kutenganisha ngano na ngano itabaki kwenye chombo, alafu sasa elewa, wakati unapopepeta vyote lazima viwe kwenye chombo. Sikuna mtu ninaongea naye. Vyote lazima viwe kwenye chombo. Okay, wakati mama anapepeta, iwe ni mahindi, iwe ni maharage, anataka atenganishe maharage na uchafu, vyote vinakuwa kule ndani. Wakati akipepeta, kisichotakiwa kinadondoka chini, kinachotakiwa kinabaki ndani. Na ndivyo hizi siku za mwisho litatokea mchujo. Na kwambia ukweli, ni kipindi cha wana wa Mungu kuwa dhahiri na wale wasio wa Mungu kuwa dhahiri. Sasa ili wawe dhahiri, pepeto ndio huwa linatenganisha. Biblia inasema lile kundi la tatu Bwana atalichukua, atalipitisha kwenye moto. Lile kundi la tatu. Ni mawili yanapotelea mbali. La tatu Mungu atalipitisha kwenye moto ambalo ni kanisa lake. Lengo ni kulisafisha, lakini kwenye moto wasio wote wanavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika neema kubwa sana kuvuka na kumuona Bwana katika uwepo wake kule mbinguni. Sasa kinachoweza kumpa mtu kuwa na msimamo wa kimungu, linyeshe liwake, ni kiwango mtu ameamka kwa ndani. Ni hali yake ya afya ya kiroho alionayo. Hiyo ndio anayempa mtu garantii kwamba liwake linyeshe, yeye ni wa Bwana. Hakuna cha kumtenga na Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitabu kile cha Warumi ile sura ya 13 ndio tuko hapo. Biblia inasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu uko karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tukijua wakati. Hilo ndilo eneo tuliloanza nalo, kwamba kuna umuhimu wa kujua ni wakati gani tulionao. Kujua wakati kunakupa kuchangamka. Kunakupa kujipanga kwa ajili ya ule wakati uliopo na wakati unaoendea. Kwa kadri wakati unavyokuwa ndivyo mtu anavyojiandaa kwa ajili ya kukabili wakati uliopo. Kanisa likitambua majira linajipanga kwa ajili ya majira. Majira yakifumbwa au yakifichwa machoni pa watu wa Mungu, watu wa Mungu hupitwa na kile kilichoko ndani ya majira hayo. Israeli, majira ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo yalifichwa machoni pao, na hawakuweza kufaidi wokovu mpaka leo. Wanasubiri kipindi cha kanisa kiisha, alafu ndo waingie kwenye kipindi chao, ambacho kwa kweli kibibilia kitakuwa ni kipindi kigumu sana. Kinahitaji neema sana kwao. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana wao watakuwa na neema wakati ule wa mpinga Kristo akiwa duniani rasmi. Wakati huo ndio Israeli atakuwa ndiye taifa pekee litaenda kinyume cha mpinga Kristo. Kwa sababu mpinga Kristo atajitukuza kama Mungu, na Israeli wanafuata torati zaidi. Na watafika mahali watasema Mungu amesema asitokee mwanadamu atakaye kuwa Mungu. Unajua ukisoma Biblia, Wayahudi walimuua Yesu kihalali. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndo alisema asitokee mtu atakayesema yeye ni Mungu.
Sasa akatokea Yesu akiwa Mungu, na wao sheria nasema mtu yote asijiite Mungu. Kwa hiyo ukiwachunguza vizuri utakuta kwa mahali pengine walifanya kwa haki, kwa sababu walishapewa kwamba kisitokee kitu cha aina na kikitokea kishughulikieni. Sasa wao walishughulikia, lakini wakashughulikia bila kupata ufahamu vizuri kwamba huyo alitakiwa aje na awasaidie. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo hata wakati wa mpinga Kristo, yeye ndio atakayesimama kinyume cha mpinga Kristo 100%. Na ndipo vita ya tatu ya dunia itainuka na itapigana pale Israeli kwenye lile bonde la Megido. Vitaitwa vita vya Harmagedon. Maana yake mahali pa juu. Maana yake lile bonde liko karibu na mlima. Kuna mtu naongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Basi wacha tusiende huko, wacha tukae kwenye kile ambacho ni cha wakati huu. Huko tutaenda siku nyingine. Huko kuna umuhimu wa kujua pia, ili ujue ukibaki unabaki unaenda kukaa kwenye mkao gani. Maana unajua kuna watu wengine wanacheza na huo wokovu wa neema. Ukicheza na huo wokovu wa neema, ule mwingine huwezi kabisa. Itakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo Biblia inasema tukijua kwamba wakati wa kuamka katika usingizi umekaribia, kwa sababu wokovu wetu uko karibu nasi. Kwa lugha nyingine, kwa kadri zile siku zinavyokuwa karibu nasi, ndivyo kanisa linavyotakiwa lichangamke, linatakiwa liwe macho. Na anasema usiku umeendelea na mchana umekaribia. Karibia na kupambazuka, giza huwa linakuwa nene. Karibia na Yesu kurudi, vita itakuwa kubwa sana kwa watu wa Mungu. Sinaongea na mtu mmoja. Usitazamie mabadiliko kwenye vita ulionayo, ila kaza msuli ili uingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati tulizo nazo, vita vya kiroho havitapungua. Vita vya kiroho vitaongezeka. Kwa sababu jamaa ameshajua muda wake sasa ni kama umeisha. Kwa hiyo yale majeshi ya reserve aliyokuwa ameyaweka na yenyewe ameyatoa nje. Yote yakapambani. Lengo mwanadamu hata mmoja asiingie kule, ndicho anachotamani. Na sasa kwa sababu hawa wengine wote wako upande wake, unafikiri atashindana na kina nani? Atashindana na wale ambao ni wa Bwana. Kwa hiyo sitarajia vita iwe kubwa kwa mtu asiyeamini. Vita ni kubwa kwa mtu anayeamini. Kwa sababu sisi ndio timu pinzani kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na moja ya kitu ambacho huwa natafuta ni kuwapoza watu kiroho. Ni kuwaletea hali fulani ya usingizi, ili yale majira yakitokea yawapite. Alifaulu kwa Waisraeli na anaweza akafaulu kwa wana wa Mungu kama kanisa. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 12. Moja ya kitu Roho Mungu analeta ndani ya kanisa ni moto wa watu kumpenda Mungu kwa viwango ambavyo Mungu anataka watu wake wampende. Wewe nikwambie, huwezi mpenda Mungu isipokuwa kwa msaada wa Mungu. Lielewe hili ninalokuambia. Kila mtu anatamani kumpenda Mungu. Lakini huwezi kumpenda Mungu kwa upendo wa kawaida, mpaka Mungu amekupa ule upendo wa kwake. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Mathayo, hiyo sura ya 24, mstari ni ule wa 12. Anasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kupoa kiroho huambatana na kupoa kwa upendo wa kimungu ndani ya watu kwa ajili ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Roho Mungu anapoleta uamsho, ni kama anamimina pendo lake tena juu ya watu wake, ili hali iliyokuwepo iweze kurejea. Uamsho ni kurejesha vilivyokuwa vimeondoka. Na moja ya kitu kinachorejeshwa ndani ya kanisa ni kiwango cha kumpenda Mungu tena kinarejea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikwambie, kuokoka sio kumpenda Mungu. Kuokoka ni Mungu amekupenda, maana yeye ndo amekutafuta. Iko tofauti kubwa sana ya kumpenda Mungu na kuokoka.
Utakapozungumza juu ya kumpenda Mungu utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema moja ya kitu kitakachopata shida kwenye nyakati za mwisho ni upendo wa wengi kushuka kutoka kwenye kile kiwango ambacho kinatakiwa kisome. Anasema utapoa. Na utapoozwa na vitu vitakavyokuwa vinatokea. Siku za mwisho kuna vitu viwili vitakuwa hatarini sana. Cha kwanza ni upendo, cha pili ni imani. Ndio maana Yesu alisema nitakapokuja mwana Adamu atakuta imani. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi ndizo pillars za kiroho, ndizo nguzo za kiroho. Huwezi kuwa wa kiroho ukapoteza hivi vitu ambavyo nitavizungumza. Upendo ukipotea, umepoteza kitu kikubwa sana. Maana Biblia inasema upendo ndicho kifungo cha ukamilifu. Kwa lugha nyingine, huwezi kuwa mkamilifu kwa Mungu isipokuwa kiwango cha upendo wa Mungu kilichoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nijapokuwa na karama za ajabu. Kwenye kitabu kile cha ngoja tusome kidogo. Unajua unachukulia upendo kama kitu simple sana. Upendo sio kitu simple. Upendo ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kitabu cha waraka wa Yohana, Mungu anaitwa upendo. Sio tu kwamba ana upendo, yeye ndio upendo. Penye upendo Mungu yupo. Upendo ukiondoka maana yake ni Mungu ameondoka. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja tusome. Unajua upendo ndilo tunda linaloshikilia matunda mengine yote. Ndio maana katika tunda la Roho limetajwa kama tunda la kwanza, alafu linasababisha mengine yatokee. Ukipoteza upendo ni kama umepoteza haya matunda mengine. Hayajaitwa matunda ya Roho, linaitwa tunda la Roho. Maana yake ni tunda moja linalozalisha mengine. Na hilo tunda linaitwa upendo. Hivi naongea na mtu mmoja. Okay, ngoja nikwambie, ukisema chungwa sio kipande kimoja. Lakini vile vipande vilivyokuwa kule ndani ya chungwa vimewekwa ndani ya ganda moja vikashikamana. Lakini wakati unaweza ukavibandua na ukavihesabu kabisa kwamba hiki ni cha kwanza, ni cha pili, ni cha tatu, ni cha nne. Kama viko 10 utahesabu mpaka 10. Ndivyo na matunda ya Roho, tunda la Roho lilivyo. Ni tunda limefungwa kwenye kitu kinaitwa upendo, lakini kule ndani kuna vipande unaweza ukavimega. Vinaitwa amani, vinaitwa furaha, vinaitwa utu wema, vinaitwa fadhili. Ndio maana linaitwa tunda, hayajaitwa matunda ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na tunda mama linalobeba hayo mengine, kama chungwa linavyoweza kubeba vipande vingine, tunda mama ni upendo. Ndio maana linaitwa kifungo cha ukamilifu. Ndicho kinachokamilisha. Maana hata kama uwe na mengine bado una upungufu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Wakorintho, tusome tu kidogo hapo. Upendo wa wengi utapoa. Naelewa upendo ukipoa, mahusiano yanapangaranyuka. Upendo ukipoa, binafsi unaongezeka. Angalia saa hii watu wanaojali mambo ya wengine. Kila mtu anaangalia kwake. Ukiona mtu anaweza angalau akakusaidia, shukuru Mungu sana kwa ajili ya huyo mtu. Kwa sababu mbegu zote huwa hazifagi. Mungu ana mbegu, huwa anajizaziaga mbegu. Hata shamba ukipanda mbegu, kwa kweli hata kama hazijaota zote, lakini kuna zingine huwa zinakufariji. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Kwa lugha nyingine, usimhesabu mtu ni mtu wa rohoni kwa kunena kwa lugha. Asa ukuta una Vicenti kidogo, baba anakuja hapo unamwambia mzee,
Mpendwa, hata kama amekuja na malapa na wewe ni trilionea, yeye ni mkubwa kwako. Wewe ni tunda tu la mti. Tunda halijawahi kuwa kubwa kuliko mti. Salimia mwenzako, mwambie upendo haukosi kuwa na adabu. Bwana asifiwe. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Mtu anakuwa na uchungu Januari mpaka Disemba. Hauoni uchungu. Sema hauoni uchungu. Okay. Hautafuti mambo yake, hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Kuna watu wana kaunta ya mabaya. Kila saa anaandika hapo. Elewa, kwa kadri unavyohesabu mabaya ya mtu ndivyo unavyokwenda mbali naye. Ukitaka usitengane na mtu, hesabu mema yake kuliko mabaya yake. Kwa sababu ngoja nikwambie, tangu mwanadamu alipokosea, sehemu ya mabaya na mema ilihamia ndani yake. Hakuna mtu mwenye mabaya tu. Kila mtu ana sehemu ya mema. Hebu jicho lako liende kwenye mema zaidi kuliko mabaya. Unajua kwa nini wanandoa wanachokana mapema? Wanakuja kugundua maeneo ya udhaifu. Sasa macho huwa yanakaziwa kwenye udhaifu, yanahama kwenye mema. Lakini kwa kweli na yeye ana mema mengine anamfanyia. Hesabu yale mema zaidi. Upendo hauhesabu mabaya, sema hauhesabu mabaya. Mungu angehesabu mabaya, kuna mwanadamu angeokoka. Wote tulistahili kwenda jehanamu. Lakini Mungu hahesabu. Mungu pamoja na tumechafuka mpaka hatuna hata sura ya kuonekana, upendo wa baba unaenda unatukusanya. Na sisi lazima tufanane na baba. Salimia mwenzako, mwambie fanana na baba yako. Okay, hili nisiende sana. Ngoja tusome mistari hiyo ya kumalizia. Mstari wa 13 anasema, basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo, haya matatu. Na katika hayo lililo kuu, malizia mwenyewe, ni upendo. Yaani huwezi kuwa wa kiroho isipokuwa umekuwa na kiwango fulani cha upendo. Lililo kuu sana kwa mtu yeyote wa rohoni ni kiwango cha kupenda. Sasa kuna upendo wa aina mbili. Kuna kumpenda Mungu na kuna kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Na Yesu akasema hii ndio amri iliyo kuu. Musa alishuka mlimani na amri 10. Yesu alishuka mbinguni na amri 1. Amri mpya nawapa, penda nini. Ndio amri pekee aliyotuachia. Anasema upendo utimilika, yani ukipenda umetimiza sheria yote, Torati na manabii. Salimia mwenzako, mwambie upendo ufunga mambo yote pamoja. Ngoja nisome hapo kwenye hicho kitabu cha Warumi, hiyo sura ya 13. Mstari wa 8 mpaka wa 10. Jamani, upendo kanisani unahama kila leo au unazidi? Msaidia mwenzako, mwambie tuko nyakati zile za hatari sana. Ndio maana uhamisho ni wa muhimu. Uhamisho ni kama Mungu anarejesha upendo wake tena ndani ya watoto wake. Na familia isiyo na upendo, Mungu hawezi kukaa katikati yao. Upendo ni moja ya kitu cha muhimu sana ili Mungu aendelee kujifunua katikati yetu. Anasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiweko amri nyingine yoyote, inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba umpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyi jirani neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Bwana Yesu asifiwe.
pendo alimfanyii mtu mwingine jambo baya. Anasema katika amri zote 10 pamoja na sheria zingine za kimungu zimefungamanishwa kwenye jambo moja: mpende jirani yako kama nafsi yako. Huu ni upendo kwa wanadamu. Kuna upendo kwa Mungu. Sasa wacha kwanza tuanze na upendo kwa Mungu. Amen. Biblia inasema amri iliyokuu ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kwa roho yako yote. Mpende Bwana Mungu wako. Na nyingine inayofanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani inafanana, maana yake ziko jirani sana. Huwezi kusema nampenda sana Mungu lakini simpendi mwanadamu. Wewe ni muongo. Hata Biblia inasema wawezaje kumpenda Mungu usiyemuona wakati huna mahusiano na mtu unayemuona? Huyo ulioko naye jirani, huyo ni wa muhimu sana kwako katika kwenda mbinguni. Hivi naongea na mtu mmoja. Naongea na mtu mmoja. Sasa Biblia imeweka wazi kwamba lazima tumpende Mungu na tupendane sisi kwa sisi. Na upendo ndio utimilifu wa sheria na ndicho kifungo cha ukamilifu. Ili kanisa liweze kuwa kamilifu, lazima liwe na viwango vizuri vya upendo wa kimungu. Amen. Na kazi mojawapo ya uamsho ni hiyo. Uamsho uhitajika pale ambapo upendo umeondoka. Uamsho ukija urejesha kwanza upendo wa kimungu ndani ya watu wake. Na moyo wa kumpenda Mungu huenda juu sana. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kuna saa upendo wa Mungu unaondoka. Na upendo wa kimungu ukiondoka hauwezi kuja mpaka Mungu mwenyewe ameuleta. Kwenye nikwambie, upendo wa Mungu ukiondoka, wanadamu huishi kimaigizo. Unaweza ukaigiza upendo, lakini huwezi kuwa na upendo kama Mungu hajakupa. Upendo wa kibinadamu una mipaka. Upendo wa kibinadamu unampenda yule akupendaye. Upendo wa kimungu unampenda mpaka adui yako. Sinaongea na mtu mmoja. Sinaongea na mtu mmoja. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika: haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Huyu mtu ana sifa nzuri kwenye maeneo fulani. Anajua subira yake na taabu yake, na ya kuwa hawezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena amewajaribu wale wajitao mitume na kuwaona sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Ana sifa nzuri sana. Lakini angalia mstari wa 4. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Sema upendo wa kwanza. Sema upendo wa kwanza. Kuna kitu Mungu aliona huyu mtu ameanza nacho na akioni tena ndani yake kikiendelea. Anasema mengine yote nimekusaisha, mengine yote ni tiki, mengine yote ni tiki. Lakini lile swala lenye maksi nyingi sana za kuja mbinguni, sioni ukiwa sawa. Sioni ukiwa sawa. Unajua kuna maswali yanabeba maksi nyingi kuliko maswali mengine. Sasa swali la kwenda mbinguni lenye maksi nyingi sana ni upendo. Anasema kwenye subira, kwenye kuvumilia,
kwenye kutokuchukuliana na watu wabaya. Hizo max nimekupa, lakini nina neno juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Upendo wa kwanza ndio ulioshambuliwa. Adui alijua kabisa hili kanisa kwenye mambo mengine hatuwezi kushindana nalo, lakini wacha tukamate ile main ya kiroho. Wakaminyiwa hapo. Angalia mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako mahali pake usipotubu. Sema, kukosa upendo ni kukosa mbingu. Angalia, anaongelea jambo moja tu, mengine yote wamefanya sawa. Anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Alafu anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu. Na anasema usipotubu, nitakuja nikiondoe kinara chako. Ile neema niliyokupa nitaiondoa juu yako usipotubu. Kwa lugha nyingine, upendo kuondoka ni anguko la kiroho. Wajua watu wanatubu wakiona wamezini, watu wanatubu wakiona wametukana, lakini ni wachache wanaotubu wakiona upendo umepungua. Lakini Mungu hapa anawaambia tubuni, kwa sababu upendo wa kwanza umeondoka. Na ili urejee, toba kwanza. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Tunapotubu, Roho Bwana uruhusiwa kurudisha upendo tena. Kitabu kile cha Warumi 5:5. Yesu atukuzwe. Hebu sema, Bwana Yesu nipe kuelewa jana. Sema, Bwana Yesu nipe kuelewa haya. Hebu simama dakika moja. Naona kauzito fulani juu ya watu. Unajua adui hataki sana hii message iende kama unavyotaka iende kwako. Sema, Bwana Yesu, chochote kinachoshindana na mimi ninakitupa nje na mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Kila uzito ulioko juu yangu, kila uzito ulioko juu yangu, na wakala yoyote wa shetani anayesababisha huo uzito, ninamfunga na kumtupa mbali katika jina la Yesu. Roho Bwana, nifunike kwa uwepo wako, nifunike kwa neema yako, nipe ufahamu, nipe neema ya kuyapokea haya katika jina la Yesu. Amen. Karibu kaa. Kitabu kile cha Warumi. Tunapomkaribia Baba kwa unyenyekevu, pendo lake umiminwa tena ndani yetu. Haleluya. Anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Jamani, upendo wa kwanza unakuwaga mzuri. Ulishawahi kukutana na upendo wa kwanza? Wanandoa huwa wanaelewa. Yaani upendo wa kwanza, wakati mtu anachumbia, haogopi gharama hata kama amechumbia Mwanza. Yaani hata kama amechumbia Marekani, atapanda ndege. Yaani kama ni mahali ambapo hakuna gari la kufika, atapuyanga kwa miguu hata kama ni kilomita 20, atatembea akamsalimia mpenzi wake. Upendo wa kwanza. Sema, upendo wa kwanza. Upendo wa kwanza, message ni nyingi zinaingia kwenye simu. Message nyingi. Angalia wakati wanavyoendelea kuishi, ukipata message moja kwa siku. Hutaamini ndio yule alikuwa anaandika message 6, usiku mwema, umeamkaje, hivi hizo message. Muulize mwenzako unazipataga? Naongea na wale walioolewa na kuoa. Wewe unazipata? Unafikiri kama ni yule upendo wa kwanza umeteleza? Upendo wa kwanza una matendo yake.
Ndio maana nasema tubu ili ukafanya matendo yale matendo uliokuwa nayo. Maana yake kuna vitu viliondoka kwa sababu upendo umeondoka. Upendo ukiondoka kuna vitu vinaondoka navyo. Na ukirudi vile vitu vinarudi nao. Sinaongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ile ya 5, upendo wa kwanza. Upendo wa kwanza. Hivi unakumbuka siku ulipookoka ulivyokuwa moto? Yaani huambiwi kitu kuhusu Bwana. Ndio hiyo Bwana anasema upendo wa kwanza. Yaani kuna kitu Mungu anawekaga ndani cha ajabu. Kinakamata moyo mpaka unaona kama dunia sio kitu isipokuwa Bwana. Mimi sijui hicho kitu kinaendaka wapi baada ya muda. Upendo ni kitu kinahitaji kuni, lazima uchochee. Usipochochea huo unazima. Mungu asifiwe. Okay, anasema kwenye Warumi 5:5. Wacha nianzie 5:3 ili tuende kwenye 5. Anasema wala si hivyo tu, ila na ufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Sema dhiki. Unajua kuna watu wanachukia sana majaribu. Majaribu kazi yake ni kuimarisha. Ni kujenga moyo uimarike, uwe thabiti. Ndio maana kwa kadri unavyopita majaribu ndivyo unavyofika mahali pa kuwa sugu kwenye majaribu. Hata likija lingine unalicheka tu. Ukiona mtu analia sana wakati wa majaribu, hajawahi kutana na jaribu kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishaonaga yale mabounce wakati yakipigana yale majitu ya mieleka? Mtu anapigwa na rungu. Wewe ukipiga mtu rungu ambaye hana hilo zoezi anakufa. Lakini huyu jamaa anapigwa rungu alafu anaamka tena na mpaka mwisho anaweza akawa mshindi na amepigwa rungu za kutosha. Anaupa mwili mazoezi mpaka unafika mahali hausikii vitu kama hivyo tena. Na kwa kadri unavyopita majaribu unafika mahali ile misuli ya ndani inatuna mpaka kiasi ambacho hakuna jaribu ambalo unaweza kukutana nalo likakuchanganya. Kila jaribu unaona sawa tu. Tena ukutana na hivi vidogo vidogo ndio unapita tu hapo juu ya jaribu wala uliangalia. Watu wengine wanasema hivi mtu haoni. Ameshapita mitihani mikubwa kuliko hiyo. Unajua ukishamaliza mitihani ya vyuo ukikutana na mtihani ka darasa la pili unakakanyagia tu. Wala hata unaje ya kukawaza, maana umeshapita makubwa kuliko hayo. Msalimie mwenzako mwambie furahi katika dhiki pia. Mwambie dhiki zinakuimarisha moyo. Inaimarisha moyo. Imarisha moyo. Sio Mkristo mayai. Hatimaye muimarike ili mkapate kuitenda kazi ya Bwana siku zote. Maana taabu yenu sio bure katika Bwana. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 15:58. Haleluya. Anasema na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Na tumaini alitayarishi. Kwa maana pendo la Mungu, ndio hicho tunataka uone. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Pendo la Mungu huwezi kulipata mpaka Mungu amelileta. Na huwezi kumpenda Mungu kwa viwango vikubwa kwa upendo wa kawaida. Ili tumpende Mungu, Mungu huleta upendo wake mwenyewe ndani yetu. Na uamsho kazi yake mojawapo ni kurudisha upendo wa kwanza. Ule upendo wa kiungu. Ndio huo unaletwa kwanza ndani yetu, unamiminwa ndani yetu. Na huo upendo ukishamiminwa ndani yako, sifa ya kwanza, hata ukutane na kitu cha aina gani, akiwezi kukutenga na Mungu. Wajua kama umpendi Mungu, chochote cha kuweza kukuondoa kwa Mungu. Lakini kiwango unampenda Mungu, hakuna cha kukutenga na Mungu.
Hebu tusome mistari ifuatayo. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema neno la Bwana likanijia kusema, enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema Bwana asema hivi, nakumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa uposo wako. Yaani Mungu anakumbuka, anarejea huko nyuma. Hivi hujawahi kuona mtu anaenda anaangalia zile picha za ndoa, za harusi, anakumbuka. Unajua anavuta picha ya nyuma kwa sababu kuna kitu sahihi anakimisi kwa sasa. Anavuta kule nyuma. Na Mungu naye kuna wakati anazoom kule nyuma. Anavuta. Anasema nakumbuka nyakati za uposo wako, tulipoposana. Msalimu mwenzako kumwambia ulipoposwa wewe ulikweje? Yaani maombi na kufunga ni jambo la kawaida saa hii. Ngoja tusome mstari wa 2 kwa pamoja. Hebu soma hapo. Huu wa 2 turudie kwa pamoja. Sijui kama uko vile kama wakati ule ulipoposwa. 1 2 3 mstari wa 2. Ndio. Nakumbuka. Jinsi ulivyonifuata jangwani. Yaani anasema nakumbuka hizo nyakati. Ulikuwa na maisha mazuri. Ulikuwa na maisha ya jangwa, lakini pamoja na jangwa uliniandama kwa moyo wote. Yaani unajua kama anasema nimesha kutoa jangwani, lakini nashangaa wakati huu ndio uko vibaya kuliko wakati ule ukiwa jangwani. Anaongea na Israeli juu ya upendo uliokuwepo nyakati zile walipokutana. Kwamba pamoja na kwamba maisha ya jangwani yalikuwa magumu sana. Walikuwa wanaishi maisha ambayo hawajui kesho wanakula nini, wanaambulia tu kesho Mungu amefanya kitu. Lakini pamoja na wakati huo walikuwa na kiwango kizuri sana cha kumpenda Mungu. Hivi mpendo unakumbuka wakati ule hata unajua sijajua kwamba wewe uliokoka ukiwa na maisha gani. Mimi niliokoka maisha niliokoka nayo. Unafungua unaendelea kufunga kwa sababu huna chakula. Alo. Bwana asifiwe. Lakini unajua nilifunga mpaka hizi nywele zikawa kama vile zimewekewa sijui zinaitwa kalikiti. Zikawa za kahawia hizi. Sasa zinaona ni nyeusi. Zilishawahi kuwaka za kahawia. Huku ukiweka maji yanasimama. Nyakati hizo siwezi kulala ndani. Mimi sijui Mungu aliwasha nini ndani ya moyo wangu. Utanikuta niko milimani na kesha huko. Siwezi kulala ndani. Sasa ninapishana na majoka huko lakini sitoki kwenye huo mlima Kijenge pale. Mpaka baba yangu wa kiroho akaniambia, "Hivi wewe ndio unajifanya umekuwa wa kiroho sana?" Unajua nilifikiri ndio angenitia moyo. Kumbe saa hii Mungu ni kama anaweka foundation ya kitu anachotaka nibebe. Anaweka foundation. Unajua msingi wa kiroho Mungu hawezi kuweka kwa namna ya kawaida. Bwana ila hawezi kubeba huduma ilibidi aweke foundation ya siku 40. Kila mtu lazima awe na foundation kubwa kwa ajili ya kubeba kitu kikubwa. Huwezi beba kitu kikubwa kwa msingi mdogo. Na msingi mkubwa Mungu anauchimba saa ukiwa miguuni pake. Baadaye ndio niligundua kwamba ule ulikuwa ni wakati wa kuchimba msingi na kumimina zege. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Na kuna watu wengine labda wako stahili hiyo. Wakati huo walipokutana na Mungu walikuwa ndio wamechoka. Yaani wamechoka. Lakini upendo waliokuwa nao. Sasa mambo yameanza kupanuka. Na ndio maana ukitaka kujua mtu ni wa kiroho, usimuone sana kitu. Mtafute saa amefanikiwa, vitu vimemzunguka. Ukiona bado anamuandama Bwana, huyo mtu ana pendo la Mungu ndani yake. Maana Bwana mwenyewe alimwambia Israeli, utakapokuwa umekula na kushiba, usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Kwa lugha nyingine watu msahau Mungu tukiwa na njaa. Sasa mambo hayajaenda sana, ni mnyenyekevu. Maana tunatafuta kupanda huo mlima ili ufike kileleni. Wengine wakishafika kule sasa bustani zimejaa, matunda yamewazunguka, kila kitu kimekaa sawa. Pastor, samahani sana, sina nafasi, natuma tu hela. Sina nafasi, naomba tafuta mtu mwingine afanye hiyo kazi. Unajua pastor, samahani sana, siwezi kuja kwenye hayo maombi, maana ninaenda Dubai. Pastor, samahani. Yaani samahani zinaanza kuwa nyingi. Hivi naongea na mtu mmoja. Mpendwa, mtu aliyemeza Yesu, aliyemeza pendo la Baba liko ndani yake, hakuna cha kumuondoa usoni pa Bwana. Akipo. Akipo. Daudi akiwa ikulu bado anatamani akae hemani. Danieli yuko ni waziri mkuu wa nchi iliyoendelea sana kipindi kile, ilikuwa inaitwa Babeli. Bado anaweza kuomba mara 3 kwa siku. Huyu jamaa anapata wapi hiyo nafasi? Ndani ana moto unawaka. Ndani kuna kitu kinakera mpaka kitimize. Yaani unajua kuna mtu amemshiba Mungu kiasi ambacho asipokutana na Mungu ana raha ya siku. Maana raha yake haiko kwenye vitu. Muulize mwenzako, raha yako iko kwenye nini? Na Mungu aweke pengo ndani yako ambalo pesa haijazi, mali haijazi, wanadamu hawajazi mpaka umekutana na Bwana. Linaitwa kwa pendo la kumpenda Baba. Yaani hapo hakuna kitu cha kuziba. Wakati Mungu amemimina pendo kwenye moyo, hakuna badala ya Mungu kwenye hiyo nafasi. Okay, fungua kitabu cha Warumi. Zalimie mwenzako, mwambie omba pendo la Mungu siku zote. Yaani kama kuna kitu Mungu asinipungukie, Mungu asiniondolee. Mungu akiniambia mwanangu nikuondolee nini, nitamwambia niondolee kila kitu lakini uniachie wewe. Hakuna mahali pazuri kama mahusiano na Mungu. Haleluya. Jamani, dunia na vyote vitapita, ila Mungu adumu milele. Sema Mungu nipe moyo wa kukupenda. Sema tena Mungu nipe moyo wa kukupenda. Sema tena Bwana nipe moyo wa kukupenda. Namwambia nakumbuka nyakati zile nilipokuposa. Yaani najua ni kama anapiga mahesabu ya sasa na ya jana. Anaona huyu mtu nani amemloga. Amekuwa kama Wagalatia. Alianza kwa roho, sasa anamaliza mwilini. Mungu akusaidie neema ile ulioanza nayo. Ukimbie hivyo hivyo. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 37 mpaka 39. Mtu mwenye upendo wa Mungu ndani yake, hakuna badala ya Mungu. Amna. Anasema lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. 38. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala si mauti, wala si uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo,
wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chote hakitaweza kututenga na nini? Na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Angalia mtu aliyeonja upendo wa Mungu. Ameainisha pale vile vitu ambavyo ndivyo vitu ambavyo vina uwezo wa kumtenga mwanadamu na Mungu. Amesema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti. Kuna kitu kinauma kama mauti? Kila mtu hataki kufa. Wewe tafuta mtu anayetaka kufa. Hata kama ni yule kokondo amemaliza miaka 150. Kama kuna mtu mwenye miaka 50, bado anataka mwaka wa 151. Sasa ya kufa nasema nipeleke hospitali. Hakuna mtu anataka kufa. Lakini Paulo anasema hata kama ni mauti. Hivi naongea na mtu mmoja. Unajua Paulo alikufa kifo mmoja cha aibu sana. Lakini kile kiwango cha kumpenda Mungu, hakuona ile mauti kuwa ni kitu. Mtu anayempenda Bwana huwezi mtishia nyao wewe. Huwezi mtishia. Nimwambia nitakupiga basola, anakuambia piga haraka niwahi mbinguni. Paulo anasema sio mauti. Mauti ni moja ya kitu kinachoogopewa na kila kiumbe. Wala sio uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuja. Maana yake yaliyopo sasa hayanisumbui, na yatakayoletwa na Mungu baadaye hayanisumbui. Mwambie mwenzako jiwekee huo mkakati. Mwambie kujiwekea mkakati wao, mwambie mbingu ni ya kwako. Yaani yaliyoko sasa yawe ni mema au ya mabaya hayawezi kunisumbua. Yajayo baadaye yawe ni mema au mabaya hayawezi kunisumbua. Nimeshajiwekea mkakati wa kumpenda Mungu. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Sema mtu anayempenda Mungu, hakuna kitu badala ya Mungu wake. Mapito hayamsumbui wala baraka hazimsumbui. Saa napita bado yupo sawa. Saa yuko vizuri sana bado yuko sawa na Mungu wake. Na kanisa likifika hapa, mbingu ni ya kwetu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kipengele namba 2. Upendo ndio ufanya mtu alipende neno la Mungu na kulifurahia. Ukiona hupendi mafundisho ni kama humpendi Mungu. Utajuaje Wakristo wanaokwenda mbinguni wanapenda mambo ya Mungu, hasa neno lake? Kwa hiyo ukiona watu wanapenda maombi, maombi ni hospitali ya kuwasaidia. Hakuna mtu huwa anakimbiaga hospitali wakati ana shida. Hivi unaenda hospitali kwa sababu unaipenda au unaenda hospitali kwa sababu kuna shida? Na mtu anayekwenda kwenye maombezi, haendi kwenye maombezi kwa sababu anampenda Mungu. Anaenda maombezi kwa sababu kuna kitu kimemngata. Ukitaka kujua wanaompenda Mungu, sio saa ya maombezi, ni saa ya neno. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninaongea naye. Okay, fungua Biblia. Fungua Biblia. Fungua Biblia. Kitabu kile cha Yohana, sura ya 14, mstari wa 23. Kila ampendaye Mungu hulipenda neno lake pia. Kiwango unampenda Mungu, Mungu umuoni lakini neno lake liko duniani. Hata kama una cheo cha aina kanisani, kama upendi mafundisho, wewe huna Mungu. Mungu na neno lake wako pamoja. Penye neno Mungu yupo, penye Mungu neno lipo. Sema kiwango cha mtu kulipenda neno, utafsiri kiwango cha huyo mtu kumpenda Mungu. Okay, Yohana 14, Injili ya Yohana 14. Unajua kuna mama mmoja anatokaga huku kwa miguu.
anakuja kurugenzi, anakuja kule kambi ya chupa. Can you imagine? Dampo si ni hapa. Anatoka dampo kwa miguu. Sijui kama leo yupo. Mimi sijui anakatizaje. Na utamkuta amewahi. Ile mama huwa nikimfikiria, anatoka huku kwa miguu. Ni kama ana nauli. Yaani akikosa nauli, anatembea kwa miguu, anakatiza mpaka afike kambi ya chupa. Kambi ya chupa huku na huku wapi? Siweza kusema Mungu anajua kabisa sina nauli yako. Sina nauli. Mimi nabana tu. Ya bani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Siku moja nikawa napanda Sakila, nikakuta anashuka mlima Sakila. Ameenda kuomba. Yule mama yule jamani. Hebu Mungu amfanyie kitu cha heshima. Anampenda Mungu ile akweli. Hadi kuna mtu anasema, mtu mmoja anasema najua nimeshindwa kuja semina maana nilikuwa nasubiri gari lije linichukue. Yaani hapo hawezi panda ice. Hawezi panda ice. Who are you? Mimi hapa naweza nikapanda ice. Hata kitu ambacho sipendagi sana nikipande, japo yakinifika nitapanda nitoe, mpaka nipande toe ni shughuli. Lakini hakuna daraja mtu atafika ashindwe kwenda mahali penye Mungu eti ice iko hapo, hataki kujichanganya kwa watu. Hao ni watu na mimi ni mtu. Hebu nibungie mkono kama naongea na wewe. Na usifikie kwenye kiburi cha aina hiyo. Kwamba gari yako haipo, huwezi kwenda mahali penye Mungu kwa sababu hutaki kupanda ice, maana utaonekana umeshuka heshima. Shuka heshima. Ukipenda heshima ya wanadamu, ya kimungu utaikosa wewe. Sijui kama nimeongea na mtu aliyoko hapa ndani. Msalimie mwenzako, mwambie mpende Mungu sana. Mwambie mpende Mungu sana. Hebu mguse kidogo, mwambie mpende Mungu sana wewe. Kiasi ambacho linyeshe liwake, Mungu wako bado yuko pale pale. Pale pale. Pale pale. Wakwambia tunakuondolea shingo, mwambie hebu njoo. Wakina Danieli wanaambia tu utaenda kwenye tundu la simba wewe. Anasema ni waisheni huko. Mimi na Mungu tumegundishwa kama spagulu. Wewe ni bandua kwa Mungu. Wengine wanaambia unaona ule moto pale? Ndio, inama sujudu mkani wewe Mungu wako. Anasema mfalme huyu Mungu tunayemwabudu atatuokoa. Akasema hata asipotuokoa tutaenda kwenye ule moto. Hao ndio watu wanampenda Mungu. Kumpenda Mungu sio sawa unakula chips na kuku. Sasa kuna mambo yamekubana, sasa unatakiwa ufike maamuzi kwamba aidha ufe au muache huyu Mungu. Unasema bora nife lakini nisimwache huyu. Hapo ndipo kilele cha kumpenda Bwana. Kilele cha kumpenda Bwana. Mwambie Mungu nipe kilele cha kukupenda. Hebu Mungu akupe kilele cha kumpenda. Kiasi ambacho hakuna cha kusimama mbele yako kikakutishia juu ya Mungu na ukapinda kidogo, unanyoka. Sema Bwana Yesu nijalie nikupende kwa moyo wangu wote. Na kila anayempenda Mungu kwa moyo wake wote hulipenda neno lake hivyo hivyo. Neno la Mungu ndio limekufanya kumjua Mungu. Wewe ulishamuona Mungu? Nini kimekufanya saa hii unasema mimi ni mwana wa Mungu? Ni neno lake limekufanya ulivyo. Yesu alisema neno hili la ajabu sana. Wewe tulisome. Ukiona Wakristo wasiopenda mafundisho, weka alama ya ulizo kwao. Ukiona mwanafunzi asiyependa masomo,
huyo mwanafunzi hana mahali anaenda. Mwanafunzi yoyote mtoro darasani, huyo mwanafunzi ni mzigo wa baadaye. Na Mkristo asiyependa mafundisho, ninaongea na mtu mmoja, kama kuna kitu kinataka kuliharibu kanisa hasa la Tanzania, ni watu kutokupenda mafundisho, watu kutokuwa serious na wewe waambie tu kitu cha aina yoyote ile, hata kama ni cha sarakasi, utapata mahali pa kuwaweka. Hivi naongea na mtu mmoja. Lakini mpendwa, kitakachokupa kumjua Bwana ni kufundishwa. Kujua ni swala la elimu. Msalimie jirani yako, mwambie unamuelewa mtumishi pale. Yohana 14:23. Wakati kanisa limeamka, pendo la Baba limemiminwa ndani yao, hali ya wao kulipenda neno na kulitafuta neno, njaa ya neno huwa ndani yao. Njaa ya neno. Ukiona una njaa ya neno, ni marehemu tu ndio huasikii njaa. Hivi sinaongea na mtu aliyoko hapa ndani. Hivi marehemu ukimweka mochwari siku ngapi atasikia njaa? Ukiona mtu asiyekuwa na njaa ya neno, huyo mtu uko ndani pia hayuko salama. Mtu wa nje anaishi kwa chakula, mtu wa ndani anaishi kwa neno. Yesu alisema hatutaishi kwa mkate, ila kwa kila neno. Mtu wa ndani anaishi kwa neno. Yeremia anasema, naliyaona maneno yako nikayala. Chakula cha kiroho ni neno. Tunapokuwa kwenye neno hivi tunakula. Tunapokuwa kwenye maombi tunakunywa. Na wewe nikwambia hakuna mtu alishawahi kuishi kwa maji, nilikwambia juzi. Ndio maana pamoja na maombi sana, maombi na neno huwa vinaenda pamoja. Msalimie mwenzako, mwambie kila aliye hai hulipenda neno la Mungu kama chakula chake. Kiwango unampenda Mungu ni kiwango unalipenda neno lake. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Unaona? Mtu akifanya nini? Wanaompenda Yesu mikono juu. Sifa ya kumpenda Yesu inatambulishwa na nini? Kiwango tunaishi katika neno lake. Yaani upendo wa Mungu unatusukuma kwenye neno lake. Huwezi kusema unampenda Mungu na una hamu ya neno lake. Penye pendo la Mungu pana njaa ya neno lake. Ndio maana kwenye Amos anasema kutatokea na njaa. Sio njaa ya kukosa chakula, kukosa kuyasikia maneno. Lazima mwanadamu awe na njaa ya neno la Mungu. Haleluya. Anasema Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Angalia, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Penye neno la Mungu pana Mungu mwenyewe. Hajasema mtu akinipenda atafanya kitu fulani alafu tutakuja na Baba tukae ndani yake. Anasema ukishalishika neno langu, ukaishi katika neno langu, mimi na Baba wala utualiki, tunakuja wenyewe. Fungua waraka wa Yohana. Uwezi mtenganisha Mungu na neno lake.
kiwango unaliheshimu neno ndicho kiwango Mungu anakuheshimu wewe. Na kiwango unaishi katika neno lake ndicho kiwango Mungu yuko kwako. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Bwana wa Mungu, Bwana asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie penda neno la Mungu. Mwambie penda mafundisho. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Mungu akupe neema kabarabosete ya kulipenda neno. Akupe ndani yako matamanio ya neno, kiasi ambacho unaweza ukalipa gharama kwenda kulitafuta. Watu wanaweza wakapanda ndege kwenda kutafuta uponyaji, ni wachache watapanda ndege kwenda kulitafuta neno. Uponyaji ni muhimu, lakini neno ni muhimu zaidi. Salimia mwenzako, mwambie si unamuelewa mtumishi pale. Haleluya. Karibu tusome. Ile nitakwambia la kufanya baadaye. Karibu tusome kitabu cha waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Tuko kwenye uamsho unaleta nini? Unaleta pendo la Mungu. Na penye pendo la Mungu kuna viashiria vifuatavyo. Watu huyapenda sana mafundisho. Watu huyapenda sana mafundisho. Mtu yoyote anayempenda Mungu huwezi muhimiza juu ya mafundisho, huyatafuta mwenyewe. Sinaongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Anasema kila mtu apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Hajasema kila mtu apitaye cheo na hajaokoka. Hebu nipungie mkono kama unaelewa kitu naongea. Sema kila mtu apitaye cheo. Ngoja nikwambie, cheo cha kanisani hakikupi Mungu. Usije ukajivunia cheo. Cheo hakikufanyi kuwa na Mungu. Unaweza ukawa na cheo kikubwa kabisa. Maana hapa Biblia inasema kila apitaye cheo, maana yake ni kile cheo kikubwa kabisa cha juu ya wengine. Lakini asidumu katika mafundisho, huyo mtu hana nani? Hana Mungu. Sasa unaweza ukaelewa Mungu na neno lake walivyo. Penye Mungu pana neno lake, penye neno pana Mungu. Kulidharau neno ni kama kumpuuza Mungu mwenyewe. Sinaongea na mwana wa Mungu aliyoko hapa ndani. Anasema yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana baba na mwana pia. Unakumbuka kwa tulikotoka kwenye kitabu cha Yohana? Anasema mtu akinipenda atalishika neno langu, nami nitamuomba Baba, pamoja nami tutafanya makao kwake. Na anasema yeye apendaye mafundisho, huyo ana baba na mwana pia. Kiwango unapenda mafundisho ndicho kiwango Mungu atakuwa kwako. Mtu aliyeamka humuhimizi mafundisho, yeye mwenyewe huyatafuta. Ana kiu ya kujifunza, ana kiu ya kumjua Bwana. Na kiu ya kumjua Bwana ndio inayomsukuma mtu kutafuta mafundisho. Maana huwezi kumjua Bwana mahali pengine zaidi ya mafundisho. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sema mtu aliyeamka, dalili mojawapo ni kiu kubwa ya mafundisho.
Wachungaji, watu siku za mafundisho huwa wanakuja watu wangapi? Utakuta kanisa Jumapili limefurika kuliko sasa hivi. Lakini itisha vipindi vya katikati ya wiki vya mafundisho, utakuta yani kama wakijaa roho hii. Mshukuru Mungu. Hao wa Jumapili huwa siwahesabuki na Mungu anajua. Mungu akiniambia toa hesabu ya Wakristo wako, sitoi hesabu ya Jumapili. Kwa sababu wa Jumapili ni wale ambao hawana kazi. Mungu ni kama anakuwa wa mwisho kwao. Hawako serious. Mtu aliye serious na Mungu ni mtu mwenye uwezo wa kuacha hiki alafu akamfuata Bwana. Huyu mtu ana Bwana huyu. Kama kile ufanyacho ni kikubwa kuliko Mungu wako, basi Mungu wako ni mdogo sana. Kama siwezi kuacha hii maiki kwa ajili ya Bwana, basi Mungu ni mdogo sana kuliko hii maiki. Elewa cha thamani ndicho unachokipa muda zaidi. Nikitaka kuelewa thamani yako umeweka kwenye nini, na angalia kipi ambacho unakipa kipaumbele kwenye muda. Pale mtu anapoinvest sana ndipo moyo wake uko sana. Ukiona una invest muda kwenye kitu fulani, hicho kitu ndio kimeshika moyo wako kuliko kitu kingine. Wewe nikwambie, ile biashara inayokupa faida sana na ile nyingine inakupa faida kidogo, hii ya faida kidogo unaweza ukaweka mtu afanye. Ile inayokupa faida sana unaisimamia mwenyewe. Hapa unaweka muda wako kwa sababu ndipo moyo wako ulipo. Moyo wako ukiwa kwa Bwana, saa ya Bwana unaweza ukaahirisha kila kitu kwa ajili ya kwenda mbele za Bwana. Unaelewa kitu ninaongea? Ndio maana kati ya mtu Mungu alimpenda kwenye Biblia na ametokea kwenye Agano la Kale mpaka kwenye Agano Jipya, alikuwa ni Daudi. Na Daudi Mungu akamwambia, nimefunga agano na wewe, sitamwambia Daudi uongo. Kwa kiwango unanipenda, utakosa mtoto wa kukaa kwenye kiti changu. Utakosa mtoto. Daudi alikuwa anampenda Mungu. Ukisoma Biblia alikuwa anasifu mara 7 kwa siku. Namshangaa huyu mtu. Mara 7 anasifu. Alafu anasema nalimtafakari Bwana makesha yote ya usiku. Kumbuka ni mtu anaenda, anatakiwa aingie ofisini. Ni saa ngapi anaenda, anakaa usiku kucha akimtafakari Bwana, akimaliza anaoga anaenda ofisini. Na akifika ofisini kazi za ofisi zimejipanga hivi. Na unajua wakati ule haikuweko amani tulionayo. Alikuwa kila saa akienda kule ni kuweka mikakati ya namna ya kwenda kupigana. Na saa nyingine anaenda anapigana mwenyewe. Akitoka kule bado anakaa na Bwana. Can you imagine? Mtu kama huyo. Alafu yuko na shughuli nyingi, bado anamwambia Bwana, nitakalo Bwana nikae kule imani kwako, nikutafakari wewe. Nitafakari uzuri wako. Yule mtu alikuwa amemshiba Mungu kiasi ambacho hakuwa na kitu kingine badala ya Mungu. Na Mungu atuweke kwenye moyo wetu namna hiyo. Bwana Yesu, weka mioyo yetu kwa kiwango hicho. Kama rapasoto. Tufike mahali tusione kitu cha thamani kuliko Mungu. Yaani Mungu akikupa biashara kama mchicha hapo. Utakaa hapo na uwezi ukakaacha ukaenda kanisani. Na sio akikupa supermarket. Msalimie mwenzako, mwambie mpende Mungu. Hebu guse hiyo kichwa yake, mwambie kichwa ndio inamsumbua. Hebu iguse, mwambie mpende Mungu. Haleluya. Yeyote ampendaye Mungu, uliishi neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu ni sehemu yake ya muhimu sana. Maneno yake uyatafakari usiku na mchana. Lakini waliopoa, hata kama neno la Mungu liko hapo pembeni yao hivi, hawezi ingia wakalisikiliza. Na kila siku
hawanaga muda. Lakini hawakosi muda wa kitu kingine isipokuwa muda wa Mungu. Hebu fungua kitabu kile cha Warumi. Tufungue Waibrania kwanza. Sema, Bwana Yesu, nipe moyo wa kukupenda. Haleluya. Muda umeenda. Waibrania 5. Tuone tofauti ya Wakristo waliopoa na walioamka. Waliopoa ni wavivu wa neno, wavivu. Ni wakuburuta miguu namna hii. Na hao watu wanakuaga wachanga kila siku. Huwezi kukua kiroho kwa miaka ya kuokoka. Unakuwa kiroho kulingana na chakula unakula. Biblia inasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili katika hayo mpate kuukulia wokovu. Wokovu unakuwa kulingana na mafundisho. Ndio maana Bwana alisema mkiwafundisha kuyashika yote niliyowapa. Maana yake lazima kanisa lifundishwe ili likue katika kumjua Bwana. Sasa kuna watu ni wavivu sana kuendea mambo ya Mungu, na watu hawakuagi. Wewe unaweza kufika mahali ukamuona mtu ni mwokovu wa miaka mingapi? Ana miaka karibia 25 ya wokovu. Unampa kitu cha kufanya cha mwokovu angalau wa miaka 6 kinamchanganya. Maana yake bado ni kachanga sana. Bado ni mchanga sana kiroho. Kuna mambo kidogo tu yakimpata anachemka. Kwa sababu mtu mzima anajua namna ya kubebana na mambo. Msalimie mwenzako, mwambie aui mtu mzima kwa kuokoka miaka mingi. Unakuwa mtu mzima kwa kufundishwa. Wapendao mafundisho, piga makofi mbele za Bwana. Ni kweli kuna mwingine hajapiga kabisa. Haya, kuna watu wako tu huko wamesindikiza. Salimia jirani yako, mwambie mpende Bwana. Salimia, mwambie mpende Bwana. Ambaye kwenye Waibrania 5 mstari wa 11 anasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Angalia hawa watu. Ngoja niwaambieni ukweli. Kile Kiswahili cha penye miti hapana wajenzi, mpaka kanisa lipo. Paulo alipewa chakula cha kutosha, lakini walaji walikuwa wavivu sana. Anasema tumepewa mambo mengi na Mungu kwa ajili yenu, lakini tunashindwa pa kuanzia kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Unajua kuna wakati tunaenda usoni pa Bwana, tunamwambia Mungu tupe chakula cha watu wako. Mungu anamimina chakula, anakupa sufuria za kutosha, anazipanga hivi. Ndio anamwambia. Waliopewa vingi huwa wanadaiwaka vingi. Mungu atusaidie kuwa na njaa. Hivi ulishaonaga mtoto wa tajiri anavyochagua chakula? Mtoto wa tajiri ukimletea chakula hapo ni kama anaguza tu hivi. Mishiba. Lakini angalia ule mtoto wa maskini, chochote utakachomletea ana meza. Na kiroho ni hivyo hivyo. Mahali watu wamebarikiwa sana kuwa na mafundisho, huwa hawapendagi mafundisho. Ndio ilikuwa shida ya kanisa hili la Waibrania. Paulo amepewa neema ya ajabu ya kufundisha, lakini
Waibrania anasema mmekuwa wavivu wa kusikia. Na kwa sababu ya uvivu wa kusikia, walidumu kwenye uchanga wa kiroho kwa muda mrefu sana. Na anawaambia inawapasa sasa mwe walimu. Unajua kila mtu aliyeokoka, hakuna mtu aliyeokoka adumu kwenye kiti. Kila mtu aliyeokoka ameitwa akae kwenye kiti, aandaliwe, akimaliza akafanye kazi. Zanige mwenzako mwambie hicho kitu sio cha kwako. Mwambie hicho kiti ni cha darasa tu. Baada ya muda nenda kafanye kazi. Anasema inawapasa mkaende kule nje mkae walimu wa wengine. Maana mmekaa kwenye kiti muda wa kutosha. Lakini bado anawaona wamekaa kwenye viti. Kupenda mafundisho kunakupa kukua haraka sana na kufikia kwenye stage ya kutumiwa na Mungu. Kuna viwango Mungu hawezi kukutumia kwa sababu ya kiwango cha ufahamu ulicho nacho. Elewa, saa Mungu akimtumia mtu, anamtumia mtu kupitia ufahamu alionao kuliko mafuta alionayo. Mafuta makubwa yanahitaji ufahamu mkubwa. Vinginevyo yanageuka yanakuwa balaa. Hivi naongea na mtu mmoja. Elisha alikuwa na mafuta makubwa, akaishia kuwa nayo watu. Si unajua aliomba yale mafuta mara ngapi ya Elia? Mara 2. Aliua vijana wangapi kwa siku moja? 40. Nani anakuambia Mungu analeta mafuta ya kuua? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unatakiwa uwe kama Musa. Musa Mungu anataka kupiga, bado anasema Mungu haya mafuta ulionipa ni ya kuwatetea watu. Anaanguka kwa Mungu, anawaombea msamaha. Lakini unajua ukiwa mchanga unasema nataka Mungu ajulikane. Ukuwahi kusoma wale mitume wakati wakiwa wachanga wanamwambia Yesu, situite moto kama wa Elia? Bwana aliwaambiaje? Hamjui ni roho gani mlionaye? Mungu akikupa upako mkubwa na ufahamu ni mdogo, utanyanyasa watu na upako. Na utaupeleka mahali usivyo. Hivi ulishaona? Najua na mimi kipindi hicho nikiwa mtoto nilikuwa na hiyo. Upako unakuwa show. Unaweza tu ukapanga watu hapa, ukapita tu hivi ili waanguke. Hivi wakishaanguka halafu hivi unanielewa? Kuna mtu mmoja nimemwangalia mpaka ameondoka kwenye dunia nikimwangalia. Sijawahi kuona upako wake ukitumika kwa namna ya show. Tibi Joshua, muangalieni kama alishawahi kufanya show ya upako. Na ni kati ya watumishi waliokuwa na upako mkubwa duniani. Upako wake unaenda kwenye jambo maalum, kama ni kuponya, kama ni kufungua. Lakini mtu anaweza akapanga tu watu hivi, apite tu aanguke. Hiyo huashiria umri wa kiroho na ukubwa wa kitu. Umri wa kiroho ukapitwa na ukubwa wa ulichobeba. Mimi nishakuaga na huo upako wa show. Hivi unamfahamu Maboya wa mwanzo? Nishakuwa kama yeye. Naambia watu panga mstari hapa. Na kamata huyu mtu wa mwanzo huyu. Alafu naambia weka mkono kwenye bega la mwenzako. Huyu nikimkamata huyu, wote wanalala hata kama walikuwa wamefika, wanalala wote. Alafu wakiamka wako vile vile. Wako? Nyakati hizo walikuwa wananiita Maboya mdogo. Na nikachali hivi.
Nilikuwa ningetoa unywele hivi unamponya mtu. Nilikuwa nafunga. Siku moja nikakutana na kichaa, akazunguka kama pia hivi. Sika kiburi kakapanda. Maana upako bila maarifa unatoa kiburi. Mungu akanionya mara 3. Mathayo, acha kiburi. Kwa sauti ya wazi kabisa. Mara 2. Mathayo, acha kiburi. Acha kiburi. Mara ya 3 akanishika, nilikuwa juu kama kule karibia mawinguni. Akanishika, akanitoa pale nilipokuwa. Akaniambia nakutupa hapo mavumbini. Nikaangukia kwenye vumbi kubwa tu. Na Mungu akikushusha mpaka aje akuinue. Yaani ndo nambembeleza kama Mungu usiniinue tena. Ndo hapo huo nambembeleza. Sasa angalau anaanza kunipa message za kunifariji kwamba angalau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu Mungu anapenda kukikuza sana kwa mtu ni ufahamu. Ndio maana alikaa na Yohana nyikani miaka mingi sana. Miaka aliyokaa nyikani na miaka aliyotumiwa, alitumiwa muda mfupi sana, lakini angalia impact ya huduma yake. Paulo kwa sababu ya neema aliyotakiwa kubeba, alikaa mahali fulani na Mungu miaka 3, yuko chuo na Mungu peke yake. Miaka 3. Anarudi huko, angalia mtu aliyeandika nyaraka na revelation aliyokuwa nayo kwenye nyaraka zake. Mungu anaandaa ufahamu kwa ajili ya kubeba jambo kubwa mtu alilonalo. Hawa watu kwa sababu ufahamu wao ulichelewa kukua, walichelewa pia kubebeshwa huduma. Mungu ataweka kitu kikubwa kwenye chombo kidogo. Wewe chukua mzigo wa semi ukaupa pickup. Sasa unasema mbona Mungu anaongea mambo makubwa namna haya na hayatokei? Ukiona Mungu anaongea mambo makubwa na hayatokei, ni mambo mawili tu, aidha majira bado au ufahamu ni mdogo. Haujafikia daraja la kutembea na hayo mambo. Sema Bwana nisaidie niweze kupenda mafundisho. Sema uamsho, ruhusu pendo la Mungu ndani yangu. Hapo ni kama tunaongelea matawi ya pendo la Mungu. Pendo la Mungu linakupa kupenda neno la Mungu. Kupa kupenda neno la Mungu. Naomba tusimame. Moyo